So ladies and gentlemen, kuna huyu mwamba hapa ambaye alikuwa anaitwa Traore, Ibrahim Traore, ambao Waafrika wengi tulikuwa tumempenda na Waafrika wengi tulikuwa tumpenda kwa ajili ama kwa vile vitu ambavyo yavifanya. Sasa leo nataka nikuletea habari kamili hapa kuambia kwamba kunalo shirika maalum ambalo limeungana ili kuweza kumtoa kwenye kiti huyu mwamba asiweze kuendelea kuongoza ile nchi ya Burkina Faso. Na ili shirika hili limeweza kueleza dunia ama kueleza ile watu wote ambao wako ndani ya ile shirika kwamba huyu jamaa bana hastahili kuendelea kuongoza kama rais wa Burkina Faso kwa sababu alikuwa mkuu wa majeshi, na hivyo basi waliweza kupikua ile serikali kutokana na walipikua serikali kutokana na ule uozo ambao ulikuwa unaendelea pale Burkina Faso. Hivyo basi wamemwambia ama wamempa amri ya kwamba aweze kujiuzulu kama rais ili wananchi wa Burkina Faso waweze kuingia kwenye debe na kupigia kura mwananchi wao ama kupigia kura mtu wao ambao wanataka hao wenyewe wananchi wa Burkina Faso waweze kuongozwa na hao. Lakini baadhi ya watu ndani ya Burkina Faso wameweza kukataa huo mswada na kusema kwamba hao wanataka waendelee kuongozwa na Ibrahim Traore. Sasa shirika hili linajiita ECOWAS, yani ni ECOWAS, ambalo ni shirika limekuwa abbreviated as ECOWAS, Economic Community of West African State, ambalo ni shirika ambalo linashughulikia zile nchi ambazo ziko West Africa, na nchi ambazo ziko ndani ya West Africa ambao linaongozwa na ECOWAS ni nchi takriban 15. Kunazo baadhi ambazo nimeziandika hapa kusomea, ni pamoja na Benin, Senegal, Mali, Nigeria, na kuna Togo, kuna Gambia, kuna Burkina Faso, kuna Cabo Verde na kuna Cote d'Ivoire. Ni baadhi ya nchi ambazo ziko ndani ya ECOWAS, na ni vile bado nikwambie ya kwamba ili shirika zima la ECOWAS lililetwa kwa minajili ya yani kuna vitu ambavyo ni vitu vinne nimevicategorize hapa ambavyo ndo sababu kubwa ya shirika zima ila ECOWAS kuunganishwa ili kuelimisha, not kuelimisha lakini kuweka amani, wanasema wenyewe ni peace, development, infrastructure and good governance ndani ya West African State, ambayo tutaelezea masuala yote mazima manne ya moja baada ya moja, tukianza na peace, yani amani. Amani ni moja ya takwimu ama ni moja ya kitu ambacho kilikuwa kinakosekana katika za nchi za Afrika kwa ujumla, na sana sana nikueleze ya kwamba hino amani ambayo tunaongelea hapa ni sababu ya kwamba kunazo nchi ambazo zimetoka nje ya Afrika ambazo ndo zinakuja zinapiganisha Waafrika na Waafrika wenyewe ili hao wajilete baadaye na kujifanya kambe kama hao ndo peacemakers, yani kambe kama hao ndo wanataka kuleta amani baada ya kwamba tayari wamewavuruga na wamekosana. Hivyo basi baada ya kufanya hivyo, wale ambao wametoka kule nchi za uzunguni nitasema wanachukulia hiyo kama advantage ili kuwapora ama advantage ili kuchukua mali za hawa Afrika kwa minajili ya kuleta kasumba ya kusema kwamba tumekuja tulete amani baada ya kwamba tayari washaleta vita na watu wamepigana. Development ni kitu ambacho huyu mwamba Ibrahim Traore alikuwa anapigania miaka yake yote ambayo alikuwa yuko kwenye uongozi wa Burkina Faso, na kusema kwamba Burkina Faso imeachwa nyuma. Burkina Faso inafaa ikuwe na development, yani maendeleo ambapo wananchi wa Burkina Faso wanastahili wapewe. Na hino ndio moja ya changamoto ambazo nchi nyingi za Afrika zinapitia mpaka sasa, ambapo unapata viongozi wakati wanatafuta uungwaji mkono, wanaahidi wananchi wa ile nchi mambo mengi sana, ambapo endapo watapewa zile kura zao baadaye kuzitimiza zile ahadi zao inakuwa mwiko, hawazitimizi tena, inabaki hapo hapo. Infrastructure nao pia ni adui mkubwa sana wa Afrika ama ni adui mkubwa sana wa nchi za Kiafrika kwa ujumla, kwa sababu hapa ndio utapata infrastructure. Tunazungumzia kuhusu miundombinu, especially barabara. Nchi nyingi sana za Kiafrika utapata kuna sehemu ambazo mpaka leo tunavyoongea barabara hazijafika kule kijijini, na ndio vijiji ama ndio sehemu ambazo sana sana utalii unatumika, ama sana sana mali ama vifaa ama nitasema mazao
ambayo yanafaa yatoke kule kama shambani yaweze kupelekwa sehemu moja mpaka sehemu nyingine kwa minajili aidha ya kupelekwa mitamboni yakatengenezwe ama kwa minajili ya kupelekwa sokoni yakauzwe, inakosekana. Hivyo basi infrastructure imekuwa kitu kizito sana ambacho kinatesa Waafrika, na wote ambao wanaingia kwenye uongozi wa nchi sana sana upenda sana kuahidi wananchi wa ile nchi ya kwamba watamake sure kwamba wametengeneza mabarabara mpaka vijijini, lakini mwisho wa siku hawafanyi hivyo endapo watapewa zile kura. Good governance ndio hii ambayo tunaiongelea hapa, ukora ambao uko ndani ya serikali ama ukora ambao unapatikana ndani ya serikali zetu za Afrika kwa ujumla, ndio kitu ambacho kinafanya mpaka nchi nyingi sana zinarudi nyuma. Let me tell you that nitakwambia hapa wazi kabisa kwamba Afrika ama nchi za Kiafrika ni nchi ambazo zina mali ambazo zinaweza zikajipa utajiri wenyewe kwenyewe, lakini bado vile vile unapata hizo nchi ndio nchi ambao watu kidogo sana wanatumia zile mali ambazo ziko pale ndani ya nchi ili kujifaidisha hao pamoja na watu wengine nje ya nchi. Sasa unaona Ibrahim Traore alijaribu kuleta kitu ambacho sio cha kawaida. Amejaribu kuleta kitu ambacho kitaleta mwongozo kwa watu wake wa Burkina Faso, na amekataa kabisa kusikiza ushauri ambao haustahili kuendeleshwa ama ushauri ambao utapotosha watu wa hino nchi yake ya Burkina Faso. Ameamua kuenda na pamoja na kulingana vile ambavyo yaona ground inasema nini, kwa sababu huyu ni mtu ambaye anajua maisha ya chini na ni mtu ambaye anasikiliza watumishi wale watu ambao anawaongoza wale wa chini, na ni mtu ambaye anapuuzia vitu vyote vile ambavyo vinafanywa na mtu ambaye yuko juu. Yani ni mtu ambaye amependwa kiukweli, na ni mtu ambaye akana wafuasi wengi kiukweli, na ni mtu ambaye anatarajiwa awe hata kwa kama kiongozi bora wa kuigizwa Afrika nzima, kwa sababu huyu mwamba hapendwi bana na watu wa Burkina Faso peke yake. Ni mwamba ambaye anapendwa na wananchi tofauti tofauti wa kutoka nchi tofauti tofauti, especially nchi za Afrika. Na hivyo basi ni kuambia kwamba it is as if kuna shirika ambalo liko nje ya Afrika, hata labda ni wazungu kadha wa kadha ambao wameketi pamoja na wakaja wakawashinikiza hawa wananchi wa ECOWAS na kuambia kwamba fanyeni hivi na hivi ili huyu mwamba aweze kutoka kwenye uongozi, kwa sababu kuna vitu vyao ambavyo wao wanataka wavifanye ama wavitimize, wavitekeleze, lakini wakifika kwa Traore pale mwamba anawakataza, yani vina bounce, yani haviendelee, hakubaliani navyo, kwa sababu let me tell you that wazungu wengi sana wanapenda kutumia viongozi ili kukandamisha wananchi wa ile nchi ambayo ile kiongozi yuko. Lakini sasa labda wakifika kwa huyu mwamba mambo yao ambao wanataka kuyafanya, huyu mwamba yakataa na yaambia hiyo haiwezekani. Na hivyo basi ndio watu wengi sana ama viongozi wengi sana ambao walijitokeza hapo awali ambao walikuwa wanakataa wananchi wao watumike vibaya ama wanakataa nchi yao itumike vibaya na mibepari ya kutoka nchi zingine za uzunguni, wengi wao wameweza kuuliwa ama wengi wao wameweza kupewa sumu, wengi wao wameweza kutolewa kwenye uongozi kupitia njia moja ama ingine ile. Na sana sana ni sababu gani? Sababu ya kwamba watu ambao wamemzunguka ndo wanatumika ili kumwangamiza kiongozi kama huyo. Lakini sasa ukiangalia Ibrahim Traore ni mtu ambaye alikuwa ni mwanajeshi, ni mtu ambaye anajua vitu vyote ambavyo vinaweza vikafanyika ili yeye aangamizwe na binadamu mwenzake. Sasa yeye amejiamulia kwamba atajilinda mwenyewe popote pale ambapo atakuwa, na ni Mungu peke yake ndo anaogopa kufikia sahihi, na yeye mwenyewe sahihi yajua kabisa ni Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza kutoa uhai wake, lakini sio binadamu mwingine yule yoyote. Tumombeeni Mwenyezi Mungu ampe uhai zaidi na ampe ujasiri, na vile vile bado tuombe hawa wananchi wa Burkina Faso ili waweze kumvumilia, waweze kumpa ujasiri na kumpa moyo kuendelea kuongoza ile nchi ili wapate uzuri na manzuri ambayo amwapangia, kwa sababu watu wengi sana ama nchi nyingi sana za Afrika zinatamani zingekuwa na kiongozi kama Ibrahim Traore ili aweze kuongoza kulingana na wananchi vile ambavyo wanataka na sio watu wengine wanavyotaka. It is your risk. This is KG Chipana. Please make sure you subscribe, like and share this video.